Semaji, tunaona ligi leo. Semaji, tunaona mchezo leo umekuja kupigwa hapa na ndo hitimisho ya raundi ya kwanza imekuja kumalizika na tumeona mechi imechezwa vizuri sana. Tutegemee nini katika raundi ya pili ambayo ni raundi ya marudiano? Okay, labda niwaambie kitu kimoja wapenzi wa mpira kwamba nadhani burudani mmeiona. Na niseme tu kitu kimoja kwamba burudani ndo kwanza inaanza, kwa sababu sisi lengo letu ni kuhakikisha kwamba watu wa wilaya ya Chunya wanaburudika. Lakini sio wilaya ya Chunya tu, mkoa wa Songwe jirani na watu wa Mbeya mjini kule wote wanakuja kufanyaje? Kuburudika. Kwa hiyo niwaambie kitu kimoja kwamba mchezo umekuwa ni wa burudani, lakini pia watu wamekuwa na enjoy soka kila siku kuanzia tarehe 1 mpaka leo tarehe 15. Watu wamekuwa na enjoy soka. Sasa niwaambie kitu kimoja kwamba raundi ya kwanza imeisha na imeisha vizuri. Timu zimepata matokeo, kuna timu zimepoteza matokeo. Kwa hiyo tutegemee raundi ya pili ambayo itakuwa ina vitu vingi sana. Itakuwa na vitu vingi kwa sababu kila mtu anatamani kufuzu kwenda hatua ya 16. Unajua hamna ambaye anatamani milioni 10, hamna ambaye anatamani milioni 5, wala hamna ambaye anatamani milioni 3, na hamna ambaye anatamani milioni 1. Kwa hiyo kila timu inatamani kufuzu kwenda hatua ya 16 bora. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba raundi ya pili timu zitakuja kwa ubora mkubwa na zitajizatiti kuhakikisha kwamba zinafanya vizuri kwenda hatua ya 16 bora. Kwa hiyo mimi niseme kwamba wapenzi wa soka, wadau, baada ya hii raundi kuisha, wengine labda wako nasikilizia waone nini kitatokea, lakini niwaambie kwamba raundi ya pili itakuwa haina maelezo. Ukipigwa ni nyumbani. Ukipigwa ni nyumbani. Kwa hiyo raundi ya pili itakuwa hakuna kuzungumza na mtu kwa lugha nyingine yoyote zaidi ya kutafuta matokeo. Na niliwaambia kwamba hii ligi ya mwaka huu ni ligi ambayo haina maelekezo ya kusema kwamba sijui utaongea na nani na nani na nani. Hii ligi utakapokuwa bora uwanjani ndio jinsi ambavyo utaweza kupata matokeo uwanjani. Kwa hiyo naomba tu niwashauri timu. Wameona raundi ya kwanza. Labda wasije wakawa wanafikiria kwamba raundi ya pili labda nitamtafuta katibu, nitamtafuta mwenyekiti, nitamtafuta fulani ili kuweza kutafuta matokeo. Matokeo, tafuta maandalizi mazuri na timu yako. Fanyeni mazoezi, jiandaeni vizuri muweze kupata matokeo yaliyo mazuri, kwa sababu hamna kitu kibaya kwenye mpira wa miguu kama ukaja na matokeo kutoka nyumbani kwako. Umeelewa? Usije na matokeo kutoka nyumbani kwako au sehemu yako ya mazoezi. Matokeo yote hakikisha kwamba wewe unachofikiria kuna kushinda, kushindwa na kusale. Ila yakitokea umeshinda maana yake ni matokeo, na yakitokea umeshindwa pia ni matokeo. Na niwasihi timu zote zinazoshiriki mashindano haya wasije wakafikiria kufanya vurugu ya aina yoyote kwenye haya mashindano, kwa sababu ukiona kitu ni kikubwa ujue uwekezaji pia ni mkubwa. Kwa hiyo kama watu wamewekeza ili watu wapate burudani, kwa hiyo sidhani kama kuna mtu ambaye anaweza kufurahia kuona mtu mwingine anakuja kuharibu yale uwekezaji wa mtu ambaye amewekeza. Kwa hiyo timu zote zijiandae kupokea kila aina ya matokeo. Yaani usije ukaona umefungwa basi ukaamini kwamba wewe ukustahili kufungwa. Hamna ambaye anastahili kufungwa na hamna ambaye anastahili kushinda. Timu zote zinastahili kushinda na timu zote zinastahili kushindwa. Kwa hiyo maandalizi yako yanatakiwa kukupa matokeo. Kwa hiyo hilo nitoe kama rai. Mimi kama msemaji wa bodi ya ligi na pia msemaji wa IBT Super Cup 2026, nitoe kama rai kwamba timu zisije zikajiandaa kufanya vurugu ya aina yoyote ile kwenye haya mashindano, kwa sababu watahusika tu katika namna yoyote ile, watahusika. Lakini sisi lengo letu ni kuhakikisha kwamba timu yoyote inapata kile ambacho inastahili, timu yoyote. Kwa hiyo niwaambie kwamba raundi ya pili itakuwa ni nzuri. Wote tuwakaribishe na wote waje kushuhudia raundi ya pili. Na katika mapumziko ya raundi, tunavyosubiria raundi ya pili, kuna tetesi tumesikia kwamba kuna kesho kwamba kuna mechi inapigwa, na tumesikia tetesi nyingi sana kuhusu hao waigizaji na ma DJ. Unaliokaje hili swala? Ni burudani. Hiyo ni burudani ambayo siwezi nikaisemea mimi kama msemaji, kwa sababu hawajanilipa. Kwa hiyo ni burudani, sitaisemea chochote. Watakao kuja waje, wasio kuja wasije. Hiyo ni burudani ambayo mimi siwezi nikaizungumzia. Labda nizungumzie kitu kingine kwamba mbali na kuzungumzia ABT ambayo umeona hawa ABT Mining wana hii inaitwa Illusion. Umeona? Hii ni kwa ajili ya mambo ya madini na nini na vitu kama hivyo. Lakini mimi hapa pia niko kwenye ABT Mining. Kama unavyoona nishawaambia kwamba mimi nafanya matangazo. Mimi ni msemaji huru. Mtu yoyote ambaye unahisi mimi naweza nikafaa kuizungumzia biashara yako, tuwasiliane na ni sasa sitataja namba za simu. Njoo kwenye mitandao yangu ya kijamii. Ingia kwenye mtandao wangu unaitwa Baisa namba TikTok, au ingia kwenye mtandao wangu wa Instagram natumia Patrick Baisa. Huko tuwasiliane, tufanye biashara. Mimi nafanya matangazo ya aina yoyote, na mimi nikipewa kazi ya kutangaza na hakikisha kwamba nakutangazia biashara yako mpaka na wakela wasikilizaji. Kwa hiyo niwaambie kwamba hawa ABT Mining wanataka wafanya kazi. Umeona hapa napiga 2 in 1 msemaji wa bodi ya ligi lakini pia msemaji wa ABT Mining, na haviingiliani lakini vyote vinafanya kazi. Kwa hiyo hawa ABT Mining wanawatangazia watu ambao wanahitaji shughuli za uchimbaji waje kufanya kazi ya uchimbaji Chunya. Kwa hiyo kama unaona hauna kazi, hauna cha kufanya, basi njoo Chunya kwenye ABT. Hawa utapata kazi na huduma zao ni za kifalme na bei zao ni za kizawa. Kwa hiyo mikataba yao inaeleweka kabisa, mikataba ya wazi. Utakapokuwa umesaini mkataba, mwisho wa mkataba unalipwa malipo yako vizuri, unaendelea. Utaamua wewe uendeleze mkataba au uishie mwisho wa mkataba wako. Kwa hiyo wafanyakazi wengi ambao wanafanya kazi kwenye uchimbaji na ABT Mining wanaendeleza mikataba kwa sababu wanapata kile ambacho wanastahili. Mtu, kuna dogo mmoja tuko naye, huu ni mwaka wake wa pili. Imagine mkataba ni miezi 6, lakini mtu yuko mwaka wa pili, maana yake ana miezi mingapi? Ana miezi 6 mara ngapi? Mara 4.
Yaani miezi 6 ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 na bado anakuambia kwamba mimi nipo sana kazini. Lakini kwa sababu gani? Anapata pesa, anaweza kukidhi mahitaji ya kwake na familia yake. Kwa hiyo mimi niwatakie maandalizi mema mchezo unaofuata, lakini pia niwakaribisha watu kwenye ABT Mining tuweze kufanya kazi na ABT Mining kwenye shughuli nzima ya uchimbaji. Karibuni Chunya, karibuni sana Chunya na muje kuchimba na ABT Mining. Asante sana. Asante sana.